sadaka ya Habili na alivyoikataa sadaka ya Kaini. Andiko linasema tu, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake. Kwa sababu alimwamini Bwana na mpango wake, Habili alisamehewa na kushuhudiwa kuwa ana haki. Hii ilikuwa zawadi ya Mungu kwa Habili. Mungu alimtwika mwana-kondoo dhambi za Habili. Mwana-kondoo alikufa badala ya Habili. Damu ya mwana-kondoo ilimwagwa na mwili wake ukateketezwa ukawa majivu. Hasira ya Mungu ya haki juu ya dhambi ilimwangukia mwana-kondoo badala ya kumwangukia Habili. Kwa nini Mungu alipendezwa na mwana-kondoo wa Habili aliyetolewa sadaka? Kwa sababu alimlenga Mwokozi ajaye ambaye siku moja atalilipa deni la dhambi ya ulimwengu. Kwa sababu ya imani yake kwenye mpango wa Mungu, Habili sasa alikuwa kwenye uhusiano mzuri na Mungu. Baadaye Habili, badala ya kutengwa milele na Mungu, alikwenda kuwa na Mungu ambaye sasa ni rafiki yake. Amri ya sadaka ya dhambi iliishinda sheria ya dhambi na mauti. Kaini alimkaribia Mungu na maombi yake, lakini hakulitia agizo la Mungu linalosema kuwa dhambi lazima iadhibiwe kwa kifo. Kaini alikuwa mshika dini, lakini hakuwa na uhusiano sahihi na Mungu. Sheria ya dhambi na mauti iliendelea kuning'inia juu yake kama wingu lenye giza. Kama hakumwamini Mungu na mpango wake, hangeweza kamwe kumjua Mungu kama rafiki yake. Hangemkaribia Mungu kama mhukumu wake. Baadhi ya watu hujaribu kumtetea Kaini kwa kusema Kaini alikuwa mkulima, alileta alichokuwa nacho. Lakini Mungu hakutaka alichokuwa nacho. Kaini angeuza kiasi cha mazao kwa mmoja wa wana-kondoo wa Habili, au angeuweka mkono wake juu ya mwana-kondoo wa Habili na kuabudu kwenye madhabahu yake. Kaini alifanya nini? Alitubu na kuja kwa Mungu na sadaka inayofaa. Bwana aliikataa sadaka ya Kaini. Hata hivyo, Mungu bado alimpenda na kumhimiza atubu. Nini maana ya kutubu? Tuseme unataka kusafiri hadi mji fulani. Ukiingia kwenye gari, unatambua umeingia kwenye gari usilokusudia. Unafanya nini? Unalikubali kosa lako, unatelemka kwenye gari hilo na kupanda kwenye gari sahihi. Hiyo ndiyo maana ya kutubu. Maana ya kutubu ni kubadili mawazo yako, kuondoka kwenye kosa na kunyenyekea kwenye kweli. Kutubu mbele za Mungu hakuna maana kuwa lazima nijiadhibu